Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na hiyo ndiyo furaha yetu. Na basi tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mashariki mwake ambako hali ya usalama bado inazidi kuzorota siku baada ya siku. Na leo tarehe 22 Machi mwaka 2026 tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako hali ya wasiwasi imeongezeka tena katika eneo la Butembo, na hiyo ni kufuatia taarifa za kupotea kwa madereva 19 wa bodaboda tangu tarehe 16 Machi mwaka huu. Inadaiwa kuwa waendesha pikipiki hao ama bodaboda walivamiwa katika shambulio la kuvizia linalohusishwa na kundi la Allied Democratic Force ADF kwenye barabara inayounganisha Apodo na Mambasa katika wilaya ya Mambasa. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, vinadai kwamba madereva hao walikuwa wakielekea Mambasa wakiwa na abiria wao walipokumbana na watu wenye silaha waliowazuia njiani. Tangu tukio hilo, hakuna taarifa ya uhakika kuhusu walipo au hali yao. Baadhi ya pikipiki zao zilipatikana zikiwa zimeachwa kando ya barabara, jambo linaloongeza hofu ya kutekwa kwa pamoja. Kutokana na hali hiyo, mtandao wa madereva wa bodaboda nchini Kongo umefikia rasmi polisi ya taifa ya Kongo mjini Butembo, ukiomba hatua za haraka na za pamoja kutoka kwa vyombo vya usalama ili kuwatafuta waliopotea na kuhakikisha usalama kwenye barabara hiyo muhimu. Eneo la Mambasa linaendelea kuwa miongoni mwa maeneo yenye changamoto kubwa za kiusalama, ikikumbwa mara kwa mara na mashambulizi yanayohusishwa na ADF. Tukio hilo jipya na kupotea kwa watu wengi limezidisha hofu miongoni mwa wakazi ambao tayari wanaishi katika mazingira ya wasiwasi ya kudumu. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa kwa mamlaka husika kuchukua hatua madhubuti, ikiwa ni pamoja na kuongeza juhudi za utafutaji na kuimarisha ulinzi wa raia katika eneo hilo lenye hatari kubwa. Onyo na angalisho nyingine kubwa linaongezeka kutoka kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hali ya usalama katika eneo la Katanga inazidi kuzua hofu. Kiini cha mjadala ni harakati ya MDKC ambayo baadhi ya wachambuzi sasa wanakataa kuiona kama uasi wa kawaida wa ndani. Kwa mujibu wa tathmini hizo, kundi hilo linaweza kuwa sehemu ya mpango mpana zaidi unaoendeshwa na mtindo wa vita vya kisasa wenye athari za kikanda. Kwenye uwanja wa mapambano kuna mambo kadhaa yanayoimarisha mtazamo huo. Katika eneo la Upemba, uwezo wa MDKC kuendelea na operesheni zake unaibua maswali. Vyanzo vya ndani vinataja matukio ya uporaji yaliyolenga miundombinu ya taasisi ya uhifadhi wa mazingira ya Kongo ICCN huko Lusinga, ikiwa ni pamoja na vifaa vya mawasiliano, chakula na rasilimali za usafiri. Aidha, inadaiwa kuwepo kwa utozaji wa kodi usio rasmi kwa wachimbaji wadogo wa dhahabu katika eneo la Mitwaba, hali inayochangia kufadhili shughuli za kundi hilo katika mazingira ya vurugu. Kwa upande mwingine, suala la upatikanaji wa silaha linaendelea kuwa nyeti. Baadhi ya uchambuzi ambao haujathibitishwa rasmi unaashiria uwepo wa njia za usambazaji kupitia ziwa Tanganyika, zikidaiwa kuunganisha maeneo yaliyo chini ya ushawishi wa AFC M23 mashariki mwa nchi na maeneo ya Katanga yenye hali tete ya usalama. Hata hivyo, madai hayo bado hayajathibitishwa kikamilifu na vyanzo huru. Umuhimu wa kimkakati wa hali hii pia unahusishwa na maslahi makubwa ya kiuchumi ya eneo hilo. Njia ya Lobito ama mpango wa Corridor de Lobito, ambayo ni muhimu kwa usafirishaji wa rasilimali za madini kama cobalt, inaonekana kuwa lengo la shinikizo la moja kwa moja la kuanzisha vurugu hizo. Yaani, wanataka kudhoofisha ufanisi wa mradi huo. Kwa
Kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi, vitendo vinavyoripotiwa katika maeneo kama Lubudi vinaweza kulenga kuathiri mizani ya kisiasa na kiuchumi, hasa katika kipindi cha ushindani mkubwa wa kimataifa juu ya rasilimali muhimu. Katika kukabiliana na changamoto hizi, kuna mapendekezo mbalimbali kutoka kwa wadau wa usalama na siasa. Hatua zinazotajwa ni pamoja na kufungia mitandao ya kifedha inayodaiwa kuhusika, kuimarisha udhibiti wa usafiri katika ziwa Tanganyika, pamoja na kuongeza ufuatiliaji wa biashara ya dhahabu katika maeneo nyeti kama Mitwaba na Bukama. Lengo kuu ni kukata vyanzo vya fedha vinavyochochea makundi yenye silaha. Wakati huo huo, baadhi ya wachambuzi wanatoa tahadhari kuhusu mabadiliko ya hivi karibuni mashariki mwa nchi. Wanaamini kuwa matangazo ya kujiondoa kwa baadhi ya vikosi yanaweza kuficha mikakati ya kujipanga upya katika maeneo mengine ikiwemo Katanga. Hali hii inaonekana kuashiria mabadiliko mapana ya mwenendo wa mzozo huo. Kwa jumla, hali hii inaonyesha ugumu unaozidi kuongezeka na masuala ya usalama nchini DRC, ambapo mipaka kati ya migogoro ya ndani na ushawishi wa kikanda inaendelea kufifia na kuchanganyika. Mkakati wa kijeshi na maslahi ya kiuchumi. Wakati macho ya jamii ya kimataifa yakiwa yameelekezwa Washington na matangazo ya kuondoka kwa vikosi vya Rwanda mashariki mwa nchi, jukwaa lisilotarajiwa linafunguliwa katika Katanga, jambo linalochukuliwa na baadhi ya wachambuzi kama udanganyifu wa makusudi. Moja, kuelekeza tahadhari ama la diversion strategique chini ya shinikizo la ratiba ya kidiplomasia iliyopewa huko Washington tarehe 17 tarehe 18 Machi mwaka huu. Rais wa Rwanda Paul Kagame anaonyesha ishara za kurudi nyuma Kivu. Kwa hakika, kuondoka kwa dhahiri kunatumika kama kizingiti cha kudanganya ili kuzingatia operesheni za kushambulia katika Katanga. 2 ni kuibuka kwa MDKC. Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo inajitambulisha kama M23 wa kusini. Tayari inadai kuendesha operesheni katika Upemba na Lusinga. Ripoti za serikali ikiwemo zile za baraza la mawaziri la tarehe 14 Machi mwaka huu zinathibitisha uhusiano wa moja kwa moja na AFC ya Nanga, ikionyesha mkakati wa kuathiri kifedha Kinshasa na kudhibiti rasilimali za eneo hilo kwa njia isiyo ya moja kwa moja. 3 ni umoja wa siri kati ya Kabila na Kagame. Baadhi ya uchunguzi unaonyesha mitandao ya kihistoria kurudiwa, ikiwemo Bakata Katanga. Joseph Kabila anadhaniwa kuwa kiongozi wa mradi huo usio rasmi, akikuza mapinduzi yanayopunguza udhibiti wa serikali juu ya rasilimali muhimu za madini. Umoja huu unaonyesha Katanga kuwa jukwaa la shinikizo kwa DRC zaidi ya mgogoro wa kijeshi tu. 4, kwa kuleta ukosefu wa utulivu huko Katanga, unatishia maslahi ya kiuchumi ya kimataifa. Reli kuelekea bahari ya Atlantiki, muhimu kwa usafirishaji wa cobalt, inabakia hatarini. Wachambuzi wanasema udhibiti wa njia hii ni chombo cha shinikizo la kisiasa na kiuchumi kwa Kigali, likikabili Kinshasa na maamuzi magumu. 5, ni operesheni hii pia ina mantiki ya kijeshi iliyo wazi, ambayo ni kusambaratisha FARDC kwenye nyanja mbili tofauti. Wakati Kinshasa inajitahidi kudhibiti kusini, M23 inakamilisha nafasi zake kaskazini mwa Kivu, ikitumia dhana ya kuondoka kwa Rwanda kuongeza ushawishi wake. 6, ni taarifa rasmi na matangazo ya kuondoka kidiplomasia hayapaswi kuficha uendelevu wa udanganyifu wa mkakati. Pamoja na sura inayobadilika, wahusika na vidhibiti vinabaki vile vile, ikisisitiza kuwa utulivu wa DRC hauwezi kujadiliwa na wale wanaopanga machafuko yake. Uchambuzi huu unaonyesha changamoto zinazoongezeka za migogoro mashariki na kusini mwa Kongo, ambapo masuala ya kijeshi, kiuchumi na kisiasa yanachanganyika kuunda ukosefu wa utulivu wa muda mrefu. Uangalizi makini juu ya mwelekeo huu ni muhimu kuelewa mabadiliko ya mgogoro wa kikanda na athari zake kwa uhuru wa DRC. Na hivi karibuni huko Katanga, vikosi vya FARDC vilifanikiwa hiyo Alhamisi ya tarehe 19 Machi
mwaka huu kupinga na kuzuia jaribio la kuingia lililoashiriwa kuwa la wanamgambo wa Mai Mai Bakata Katanga katika kijiji cha Nkonga kilicho takriban kilomita 35 ama 35 km kutoka katikati ya mji wa Mitwaba katika mkoa wa Haut-Katanga. Kulingana na vyanzo vya ndani na picha zinazotiririka kwa wingi kwenye mitandao ya kijamii, wanaume wenye silaha walionekana kwenye daraja la kijiji huku risasi zikisikika, ikionyesha mapigano ya moja kwa moja na vikosi vya usalama. Katika video hizo, mashambulizi yalijitambulisha kama wanayopingana na serikali iliyopo, jambo linaloonyesha operesheni iliyopangwa dhidi ya mamlaka za eneo hilo. Taarifa hii imethibitishwa na msimamizi wa eneo la Mitwaba, Dali Kalombo Mwape, ambaye alisema kuwa ilikuwa ni shambulio la ghafla, lakini lilidhibitiwa haraka na vikosi viaminifu vilivyoko uwanjani. Hakuna ripoti kina iliyotolewa bado kuhusu vifo au majeruhi miongoni mwa wanamgambo au vikosi vya serikali. Shambulio hili jipya linaonyesha kwamba shughuli za makundi ya wanamgambo bado zinaendelea katika baadhi ya maeneo ya Haut-Katanga, ambapo tahadhari ya FARDC inabakia muhimu ili kuhakikisha usalama wa vijiji na kulinda wananchi dhidi ya makundi ya wahasi bado yanafanya shughuli zake. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, na kwa kuzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu, baki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uhabarike zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.